Mungu awabariki sana. Katika muktadha ama background ya kitabu cha Danieli, elewa Danieli kitabu cha sura ile ya kwanza. Kwanza kabisa elewa kwamba hapa tunaenda kudili na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nebukadneza Katiri, ambaye kwamba ni mtu aliyekuwa na shule yake. In fact, shule yake ilikuwa inagawa mafundisho kama yafuatayo. Ilikuwa inagawa sanaa, kusomea sheria, hata teolojia leo ambayo inasomwa. Si kwamba leo ndio teolojia imeanza, lakini tunaona kwamba hata wakati wa Nebukadneza hapo ndo tunaona msisimko wa teolojia ikifanywa. Yaani kumaanisha kwamba ili mtu akuwe mchungaji ama mhudumu katika kanisa lazima aende teolojia, lakini sijaona katika maandiko Mungu akisisitiza jambo kama hilo. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba ni miigizo ya kipagani. Mungu anapofunulia watu wake si kwamba lazima uende ukasome, lakini uweze kudili na sura yake ya kwanza. Kwa nasema hivi, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Ukitaka kuelewa hili andiko ambalo linasema, twende sura ya pili kwanza, twende mstari wa pili kwanza. Bwana akamtia Yehoyakim mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu. Kwa lugha ya Kiswahili, kwa muktadha huu wa hili andiko, ukilisoma bila kukompea na lugha ile ya Kimombo, kwani usinielewe. Maana hapa ukilichukulia moja kwa moja, unajaribu kueleza kwamba aliyechukua hiyo vyombo ni mfalme nani? Nebukadneza. Lakini tukienda katika kitabu, tukitumia Biblia ya Kimombo, nitumie hii Holy Bible, nione kwa muktadha huwa hilo andiko linajaribu kumaanisha nini. Nasema kwamba in the 3rd year of the reign of the Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and beside it. Kwa hivyo kuna mfalme anatokea Babeli kwenda wapi? Katika ufalme wa Yuda. Maana mfalme wa Yuda sehemu alikuwa anaongozwa Yerusalem. Kwa hivyo anapofika pale tunaona kwamba and the Lord gave Jehoiakim king of. Kwa hivyo hapa imetaja moja kwa moja ni Jehoiakim. Kwa Kiswahili haijaweka wazi kama hii. Inamaanisha nini? Into his hand with some of articles of the house of God which he carried into the land of Shinar. Which he carried, kumbe alikuwa tayari amesafirisha vyombo vya Mungu kuenda wapi? Katika mji wa Shinari. Pale Shinari kwa Biblia Kizungu imeonyesha leta jido, kumaanisha kwamba alikuwa amesafirisha vyombo vya Mungu kwenda kwa miungu yake. Huyu ni Jehoiakim. Wacha nimalizie ndio niweze kuelezea inamaanisha nini. Mpaka nyumba ya Mungu wake akaviigiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Kwa hivyo aliingiza hivyo vyombo, lakini ni sababu gani inayofanya tujiulize swali ili tuweze kujenga na kulitafutia kulifanyia Bible study? Ni sababu ipi iliyopelekea Mungu amtie Yehoyakim mfalme wa Yuda aliyekuwa anaongoza wa Yerusalemu katika mikono ya Nebukadneza mfalme wa Babeli? Ni nini kilichofanya amtie? Mungu mwenyewe ndiye alimtia, kumaanisha kwamba hapo nyuma alikuwa tayari amezungumza na mitume na manabii. Alikuwa amezungumza na manabii, kumaanisha iwapo Mungu alikuwa amezungumza na manabii kwa Waisraeli, unajua kabla ya safari kutamatika, baada wametoka Misri, on the way, kabla wafike katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanani, Mungu alikuwa ameshawaonya kwamba msije mkafanya hivi, maana matokeo yake yatakuwa hivi. Kwa hivyo moja kwa moja, iwapo huyu mfalme alichukua vyombo kwenda katika mji wa Shinari kwa miungu yake, kumaanisha hapo tayari tunaona kwamba kuna ibada ya miungu inafanyika. Sawa sawa?
Ukisoma Hesabu 26 inasemaje? Tufike pale Hesabu 26 inasemaje? Iwapo hii ni ibada ya miungu, je, Mungu alikuwa ameonya? Hapa tayari kuna ibada ya miungu walishaanza, maana Mungu kashaonya kitambo tu, muda kitambo tu. Niweze kusomea kitabu niweze kusomea katika kitabu kile cha Hesabu, kitabu cha Mambo ya Walawi, samahani, 26 aya yake ya kwanza ya Walawi inasema nini? 26 aya yake ya kwanza, Mungu alikuwa ameshaonya Waisraeli. 26 inasema hivi: msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia hilo jiwe, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahi patakatifu pangu, mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameshawaonya, msije mkajifanyie sanamu ya kuchonga, msije mkawa na miungu mingine ila nani? Ila Mungu. Lakini kitendo cha kuchukua vyombo na kupeleka katika nyumba yake ya miungu yake, hapo tayari kulikuwa na ibada ya sanamu, kulikuwa na ibada ya miungu. Tayari walikuwa wameshatoka, na Mungu alikuwa amewaonya kwamba iwapo mtapeana vyombo hivi, hakika nyinyi Waisraeli nitawatia mikononi mwa mataifa, nitawatapanya. Alikuwa alitumia Musa kuwaona. Mfano, tuangalie kitabu gani? Tuangalie Walawi. Mungu alikuwa ameshawaonya kupitia akina Musa. 26:33 kitabu cha Walawi. Wacha tuone kama kweli Mungu alikuwa ameshawaonya. 26:3, nanyi nitawatapanya katika mataifa, nami nitaufuta upanga nyuma yenu, na nchi yenu itakuwa ni ukiwa, na miji yenu maganjo. Mpaka 37, hapo ndipo nchi itakapozifurahia sabato zake, wakati itakapokuwa hali ya ukiwa, nanyi mtakapokuwa katika nchi ya adui zenu, ndipo nchi itakapopumzika na kuzifurahia sabato zake. Yaani kwamba hawa watu, iwapo wamekuwa na mioyo migumu, wakati Mungu atakapowaachilia katika mataifa, hapo ndipo watakuja kukumbuka kwamba kumbe kuna Mungu wa kweli wa kumwabudu ni nani. Hapo ndipo sabato ya kweli hakika itakapotunzwa. Hapo ndipo nchi itakapopumzika. Kwa hivyo anatuonyesha jinsi ambavyo walikuwa wamepewa maonyo. Wakati wote itakapokuwa na ukiwa itapumzika. Ni hayo mapumziko ambayo haikuwa nayo katika sabato zenu hapo mlipokaa katika nchi hiyo. Tena hao wa kwenu watakaobaki nitawatia woga mioyoni mwao katika hizo nchi za adui zao, na sauti ya jani lililopeperushwa itawakimbiza, nao watakimbia kama mtu akimbiavyo upanga, nao wataanguka hapo ambapo na afukuzapo. Kwa hivyo huu nabii ulitimia kwao. Mungu chochote kile Mungu alichokuwa amesema dhidi yao, iwapo waligairi wakosa kufuata, huo nabii ulikuwa unatimia kwao. Maana Mungu angalipeana muda wa rehema. Huo muda wa rehema ungaliisha kama hawajafanya mabadiliko, hawajagairi kutoka kwa maovu. Mungu angaliwaachilia kwa mikono ya adui. Baadaye Mungu ndo anarudi kuwakomboa tena. Hiyo tu bado katika Musa alisema, bado katika 28:64 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati bado alikuwa amesema katika 28:64. 28:64 inasema kwamba acha nifike pale. Inasema nini? Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko atakutumikia miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameshawaonya atawatapanya, na hilo liliweza kutimia kwao. Na sio hiyo tu, Mungu bado alitumia baadhi ya manabii kuonya, na kama nabii Yeremia alikuwa amemtumia kuonya. Alikuwa ametumia nabii Yeremia kuonya siku mingi tu. Ukisoma 17:24 kitabu cha Yeremia 17:24, hiyo bado ni kwa mstari wa kwanza na wa pili kitabu cha Danieli sura ya kwanza. Hiyo bado ndo naelezea sasa jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewaonya na kile kilichofanya yule mfalme atiwe mikononi mwa adui yake ambaye ni mfalme wa Babeli. Kwa hivyo 17, ukisoma 17:20 ngapi? Ukisoma 17:24 nasema nini?
Nasema 24, na itakuwa kama mkinisikiliza mimi kwa bidii, asema Bwana, msiingize mzigo wote katika mlango wa mji huu siku ya Sabato, bali mwitakase siku ya Sabato bila kufanya kazi yote siku hiyo. Ndipo watakapoingia wafalme wakuu kwa malango ya mji huu, wataketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kupanda magari na farasi. Yaani hii inajaribu kueleza jinsi Mungu alikuwa ameonya dhidi ya kutokwenda kinyume na sheria zake. Kumaanisha Sabato walirudi wakakanyagia Sabato ya Bwana chini. Ndipo Mungu anarudi anafanya nini? Anawaachilia mateka wale watu ambao walikuwa wamegairi. Maana Mungu alikuwa amewaonya, alitumia manabii, alitumia pia Amos 5:27. Alitumia huo nabii wa Amos 5:27 kwamba nitawatapanya kwenda kwa mataifa. Amos 5:27 ukisoma inakwambia pia hata yeye alitumia. Pia alikuwa ametumia nabii Elia katika 14:15 kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Alikuwa ameshatumia pia nabii Elia kwamba nabii Elia baada ya siku mingi alirudi kuwaonya. Yale maonyo yalirudiwa. Wacha nifike pale ni confirm ni 15:14 kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Pia nabii Elia alikuwa amefanya jambo hilo katika let me see 14:15 or 15:14 natuambiaje? 14:15 inasema nini? Ndio hii hapa, kwa kuwa Bwana atawapiga Israeli kama manyasi yatikiswavyo majini, naye atawang'oa Israeli katika nchi hii njema aliyowapa. Umesikia hapa, tayari wako katika ile nchi ya ahadi Mungu aliyokuwa amewapa baba zao. Naye atawatawanya ng'ambo ya mto, kwa sababu wamejitengenezea maashera yao wakimkasirisha Bwana. Kwa hivyo Mungu siku zote hakubaliani na miungu. Immediately tulipoingia katika miungu ya kipagani, miungu migeni, Mungu alikuwa ameshawaondokea na kuwapeana katika mikono ya maadui, maana Mungu alikuwa ameshaonya. Kwa hivyo mfalme, na kwa hayo yote mfalme ambaye alikuwa amefanya hayo yote, amekusudia hayo yote na yakafanyika, ni mfalme Manase, mtoto wa Hezekia. Mfalme Manase, maana mfalme Manase yeye aliongoza siku zote taifa kwa kuabudu miungu siku zote. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtoto unavyomlea ndivyo akuavyo. Kwa hivyo malezi aliyopata ni sawia na ya baba yake, yule mfalme Manase. Kwake yeye nchi iliharibiwa, maana uharibifu wa kwanza Yerusalemu kushinda ulikuwa ni mwaka wa 606 BC, na maangamizi ya mwisho kwa hao wa Yerusalemu ndo haya yanakuja kufanyika mwaka gani? Mwaka wa 586 BC, before Christ, 586. Maana walikuwa wameonywa. Hiyo ndio maangamizi ambayo yanafanya na wanatiwa mikononi mwa Babeli, wanaenda utumwa. Maandiko ya Bwana yanatimia kwamba maana alikuwa ameshanena kwa mitume na manabii. Maana hapo zamani Mungu alipokuwa kinena, alikuwa ananena na watoto wake ama na watu wake ama na kundi lake kwa kupitia manabii. Maana ukisoma Hesabu 12:26 kwamba pawepo na 12:26 nasema kwamba panapo na nabii Mungu hujifunua kwake. Kwa sababu moja Ibrania nasema kwamba Mungu alinena na baba zetu kupitia manabii. Kwa hivyo nabii akiwa katikati na aheshimiwe. Kwa hivyo Sauli hawakusikia hiyo sauti, kwa maana Mungu akawa anawaachilia. Ukisoma 14:15 aya ya 4 kitabu cha Yeremia, lakini ni kwamba unajua kwa wale vijana ambao ni watatu tunaenda kuona mbele, hakika walikuwa tayari na malezi ambayo walikuwa na malezi na upendo na mafundisho ya kimungu. Kwa hivyo mfano mama yake Danieli, japokuwa hajaandikwa jina, sijapata jina lake, mama yake Danieli, inafaa kama kuna muda ambao leo nchi hii inastahili kuwa zaidi ya mama yake Danieli. Maana mama yake Danieli aliweza kutoa elimu kwa mtoto wake, ambaye aliweza kutia hao wengine moyo kwa safari ile waliokuwa nayo. Unaona? Kwa hivyo leo wanafaa wawepo. Wacha tusome katika kitabu cha Yeremia kwanza 15 aya yake ya 4 ikimalizia
tukimalizia Danieli 1 mstari wa kwanza na wa pili. Hiyo ni mistari miwili ambayo nilikuwa naeleza. 15 verse 4 inasema nini? 15 verse 4, nami nitawafanya kuwa kitu cha kutisha katika falme zote za dunia, kwa sababu Manase mwanawe Hezekia mfalme wa Yuda, kwa sababu ya mambo aliyoyatenda katika Yerusalemu, maana ni nani atakayewahurumia? Kwa hivyo Manase aliyatenda mambo mengi sana. Hiyo ni dhahiri na inaonyesha kwamba mtoto umleavyo, aidha akawa laana katika jamii na kwako, au akawa baraka katika kwako na jamii. Huyo mtoto mleavyo ndivyo kwako. Na kwa Biblia mtoto anaweza akawa laana au ni baraka. Kwa mfano, kwa muktadha huu, huyu Manase alikuwa ni laana, sio baraka, maana aliweza kuendekeza katika miungu. Lakini tusome kitabu tusome aya yake ngapi? 3 mpaka 5. 3 mpaka 5 tuone inajaribu kuelezea nini. Danieli 1:3 mpaka 5 tuone kwamba inajaribu kuelezea nini. Danieli 1:3 mpaka 5. 3 mpaka 5 inaelezea nini? 3 mpaka 5 nasema mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awaletee baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa watu mashuhuri, vijana wasio na kasoro, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena alimwambia awafundishe kusoma na kuandika lugha ya Wakaldayo. 5. Huyo mfalme akawaagizia wapewe chakula. Kabla tutafika 5, tayari hapa kuna kufikia huo mstari tayari tunaona kuna content, tunaona hapo kuna ushawishi ambao mfalme huyu anajaribu kuweka katika hawa vijana. Maana hapo tayari anataka awaingize katika elimu yake. Maana Nebukadneza alikuwa na shule lake ambayo ilikuwa inapeana baadhi ya courses ama baadhi ya nafasi fulani. Mfano kulikuwa na teolojia. Kwa hivyo hapa wanahitaji, lengo lake alikuwa anahitaji hawa watu waweze kusahau yale mafundisho waliopewa, ili waweze kupata elimu ya Wakaldayo. Hiyo ndio kusudi aliyokuwa anataka. Alitumilia kwamba hawa watu wawe hivyo, hawa vijana. Alikuwa anataka awasahaulishe kila kitu alichokuwa wanajua kuhusiana na huko Yerusalemu walipokuwa kabla mateka. Maana wao walikuwa wamepata elimu ya kimungu ya kuwasimamia, walikuwa na upendo na mafundisho ya kutunza sabato. Sasa akahitaji elimu hiyo iweze kufutiliwa mbali. Sasa ukisonga inasema nini? 5. Huyo mfalme akawaagizia wapewe chakula kama cha mfalme na divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwa baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania. Kwa hivyo kufikia hiyo aya, anapotaka kwamba hao washawishiwe wapewe chakula cha mfalme, Danieli anasema kwamba hapana. Kwa sababu gani? Danieli tayari, ili tuamini na tudhibitishe kwamba Danieli alikuwa na misingi ile aliyofunzwa, misingi ya kimungu, tunamuona akikataa chakula. Kwa sababu gani? Alisema nini? 3 aya ya 16, mili yenu, 3:16 kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtu akiliharibu, mimi nami Mungu sasa ndo anasema nitaliharibu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba alijua kwamba anapokosea kanuni ya afya katika mwili wake, amejikosea yeye na amekosea Mungu. Kwa hivyo hangekula chakula cha mfalme. Ilikuwa hivyo. Sasa haya, tukimalizia ile aya inayofuata nasema nini? Basi katika hao walikuwa baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Misheli na Azaria. Kwa hivyo hapa tayari kuna watu tunapewa watatu. Kuna Danieli, kuna Hanania na kuna Misheli na Azaria. Kwa hivyo hawa watu kuna majina walio nao. Kwa hiyo aya, mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Danieli Belshaza, na Hanania akamuita Shadraka, na
Mishaeli akamuita Meshaka na Azaria akamuita Abednego. Kwa hivyo hapa hatua nyingine tena anaamua kuwabadilishia majina. Kiini cha kubadilisha majina ni kipi? Haya majina waliokuwa nayo, for example Danieli jina lake lilikuwa nalo, niweze kuwasomea, kuna kitabu hapa. For example hayo majina yalikuwa yana maana gani? Yalikuwa na kila majina hayo kabla ya badilisho yalikuwa na uungu fulani, miliki ya uungu fulani. Alipowabadilishia yale majina aliyowapa yakawa yanaashiria miungu ya mwenyewe sasa mkuu wa matowashi. Hivyo ndivyo alivyohitaji elimu yake iweze kukita mizizi. Mfano, niweze kuonyesha Danieli jinsi ambavyo alivyomuita Danieli, ambalo jina lake la Kiebrania maana yake mwamuzi wa Mungu. Danieli alikuwa ni maana yake mwamuzi wa Mungu. Sawa sawa. Hanania ni kipaji cha Bwana. Mishaeli ni nani aliye Mungu, na Azaria aliyesaidiwa na Yehova. Kwa hivyo ukiangalia hiyo mkondo, twende baada wamebadilishwa hayo majina alikuwaje? Kwa ajili ya Ukaldayo aliwaitaje? Wacha tuone majina aliyowaita Wakaldayo vijana hao, badala yake ya kuwaheshimu miungu mbalimbali ya kishenzi. Belishaza maana yake ni mfalme wa Bel. Shadrach inamaanisha nini? Mtumishi wa Mungu mwezi. Meshak ni nani? Anamaanisha nini? Ni nani aliye kama Mungu mwezi. Abednego mtumishi wa Nebo. Kwa hivyo alibadilisha majina. Ukiangalia hiyo hiyo ni copyright ya majina ya kwanza ya Mungu aliyokuwa amepeana. Sawa sawa. Iwapo Daniel amesema kwamba iwapo Daniel ilikuwa inamaanisha ni kipaji cha Mungu na anakuja kwake yeye ni Mungu wa Bel. Kwa hivyo yana rhyme. Siku zote hata katika unabii wa kihistoria shetani huwa ana copy paste anaweka. Ndio maana unaona hata katika unabii wa Edeni Mungu anaposema kwamba msile mtakufa, anasema akula mtakufa. Unaona ana copy lakini ana twist kidogo. Kwa hivyo ilikuwa inaashiria majina ya kishenzi ambayo hayakuwa sawa. Kwa hivyo bado hapo, baada ya kuwabadilishia majina, alihitaji kwamba aweze kuwageuza polepole hadi waweze kufanya nini? Waweze kuingiliana na kile alichokuwa akihitaji. Wacha nimalizie aya ile, anasema nini? Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Kwa hivyo Danieli alikataa, na Danieli ndiye aliyekuwa anatia moyo wale wenzake waliokuwa nao. Maana hata leo iwapo kuna kundi ndogo ambalo hukusanyika kwa ajili ya kumwita Mungu, si kwamba wote wanalingana uwezo wa nguvu ya kiimani, ila kuna wale walio juu na wale walio chini, wote hawalingani imani sawa. Ndio maana kutiana moyo kwa maandiko katika safari ya kiroho. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakitiana, kwamba tusione kwamba Mungu amechelewa tukawa na miungu mingine. Hata tupelekwe katika nchi ya ugeni, hatustahili kuabudu kwa adopti miungu ya sehemu hiyo, ama kwa adopti mazingira ya sehemu hiyo ya kimiungu. Tunastahili kuwa na yule Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa mbinguni na mwana wake Yesu Kristo na roho wa Kristo ambaye ni roho wa Mungu. Ndio tunafaa kuwa na imani hivyo. Maana hawa wangalikuwa ambao hawakuwa na hekima, wangekuwa ambao hawakuwa wamestadi, wangeweza kuingia katika ibada za kimiungu, lakini hawakuweza kuingia katika ibada za kimiungu. Mungu awabariki sana. Hiyo ni Danieli 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8.